Naam, hali gani ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chako pendwa kabisa cha Bobea Andikoni kupitia lesoni ya vijana. Na hivi ndivyo tunavyoelekea kuanza vipindi vyetu vya siku hii ya leo. Na juma lililopita tulikuwa na somo zuri kabisa ambalo lilikuwa lina kichwa kinachosema kaeni ndani yangu. Tunashukuru kwa kuwa umeendelea kuwa mwaminifu kufuatilia vipindi hivi kupitia channel yetu ya Asua SDA Church Media. Na hivi ndivyo tutavyoendelea kubarikiwa siku baada ya siku kupitia lesoni hii nzuri kabisa ya Bobea Andikoni. Usiache kufuatilia vipindi hivi, tunaamini unaendelea kubarikiwa na sisi zaidi tunaendelea kubarikiwa kupitia lesoni hii. Na kabla hatujaanza kipindi chetu kizuri na pendwa, nitamkaribisha mwalimu Jackson aweze kutufungulia kwa lesoni hii nzuri ya Bobea Andikoni. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba mwema, Baba uliye mkuu, Baba uliyetukuka, tunakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Masaa haya Bwana tumekuja kujifunza maandiko yako, tuongoze tukajifunze na maandiko haya yakaweze kutuongoza katika kufikia ufalme wako. Msaidie mpenzi mtazamaji anapokuwa akijifunza, muongoze, na sisi ambao umetupa kibali cha kuwakilisha maandiko yako tuongoze, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Amina. Barikiwa sana mwalimu Jackson kwa ombi zuri la ufunguzi wa kipindi chetu. Na muda huu tutaelekea katika mianzo ya kipindi hiki, na ikiwa siku ya leo tutakuwa na somo linalosema mafundisho ya mwisho. Hili ni somo la 5 katika lesoni yetu, na somo letu la siku ya leo litajengwa katika kitabu cha Yohana ile sura ya 16. Na moja kwa moja nitakwenda kukuletea utangulizi mfupi ambao unaweza kujenga somo hili la siku hii ya leo. Kichwa kidogo kinasema wakati mgumu. Wakati mgumu. Tunajifunza nini kupitia utangulizi wa siku hii ya leo? Msimuliaji wa kisa cha utangulizi anaanza kwa kusema kwamba ahadi ambazo Yesu aliwapa wanafunzi katika Yohana 16 zilimletea mawimbi ya faraja mara kwa mara katika nyakati tofauti za maisha. Msimuliaji wa kisa hiki alikuwa anajaribu kuonyesha ni jinsi gani kitabu cha Yohana 16 kimekuwa na ahadi ambazo zilimpa faraja, na aliweza kufikiria kwamba baada ya kumaliza elimu yake ya chuo kikuu basi angepata mwenzi wa maisha, na alijiwa kupitia ahadi. Lakini alikuwa ni Mwadventista ambaye ni mpya, kwa hivyo hakuwa na uzoefu wa kutosha kwamba ahadi za Mungu zilikuwa zinatimia kwa namna gani. Na ndipo anaposema kwamba mwanzoni mwa safari yake alikuwa Mwadventista mpya na hakuwa anajua kikamilifu jinsi Mungu ambavyo anatimiza ahadi zake. Na baada ya miaka 5 alivyopokea ahadi hiyo, alianza kutambua mapungufu na kugundua kwamba alihitaji kuyashughulikia. Na msikilizaji, tunaweza tukaendelea na kisa hichi kifupi cha utangulizi, ambapo msimuliaji wetu anasema kwamba masuala yake ya kutafuta mwenzi yalikuwa ni magumu sana, na alitegemea kupitia Yohana 16 angekuwa na urahisi wa kuweza kupata mwenzi wa maisha. Kiufupi ni kwamba alipitia sana changamoto katika kutafuta mwenzi huyo, na baadaye aliweza kugundua kuwa katika utafutaji ni lazima kupitia changamoto. Na katika kifungu cha maneno ambayo Mungu aliendelea kumkumbusha wakati safari ngumu ilikuwa katika maisha yake, anasema ni Yohana 16 mstari wa 20 hadi wa 24. Kila mara mambo yalipokuwa magumu, alikumbuka kuwa Mungu alikuwa ni msaada katika maisha yake. Na miaka 10 baada ya ahadi hiyo ni kwamba alikutana na mwanamke mzuri, na baada ya kukutana na mwanamke huyo aligundua kwamba huyo ndiye alikuwa
mwenzi wa maisha yake, na ndipo walifunga ndoa na kuanza safari yao ya maisha. Na baadaye aligundua kuwa si yeye tu alipitia changamoto, bali hata mwanamke yule aliyekutana naye ambaye sasa alikuwa ni mke wake alipitia changamoto kama yeye ambavyo alipitia. Ni kweli kuwa Mungu amekuwa mwaminifu, na waliweza kujifunza kuwa kuna zana ambazo ziliweza kuwasaidia katika changamoto ambazo walikuwa wanazipitia. Na msimuliaji huyo anasema kama asingepata mtu ambaye alikuwa na zana hizo, yawezekana asingeweza kumudu changamoto mbalimbali za maisha. Na hatimaye katika safari yao ya ndoa, mke wake alifanikiwa kupata ujauzito, na baada ya kupata ujauzito alipata changamoto mbalimbali kupitia ujauzito huo, pamoja na kuweza kuwa na matatizo ya kiafya. Na ndipo anapogundua kwamba safari bado inaendelea kuwa na vikwazo, na hatimaye mwanamke huyo anaenda kujifungua mtoto ambaye alikuwa ni binti yao, lakini huku nyuma wakiwa wamepitia changamoto mbalimbali. Lakini pale ambapo wanavyoendelea kumtazama binti yao, wanasahau magumu yote ambayo walikuwa wameyapitia kwa hapo nyuma, na ndipo wanaendelea kupata amani na kuendelea kuishi vizuri licha ya kuwa wamepitia mambo mbalimbali. Naam, Yesu anaona changamoto mbele yetu, lakini anaahidi kwamba kile kilicho ng'ambo ile nyingine kinastahili. Hivyo tunavyoelekea pia katika somo letu la juma hili, ambapo tukiunganisha utangulizi wetu pamoja na kile ambacho Mungu anaendelea kutufundisha kwamba licha ya kuwa tunapitia magumu mbalimbali, lakini kupitia ahadi zake zinaendelea kutupa faraja na matumaini, na hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele katika safari ya Ukristo. Na kwa kuendelea na mwendelezo wa somo la juma hili, tutaenda kuwasikiliza walimu wetu. Nimekuja na walimu wawili ambao tutasaidizana kuweza kuelewa katika somo hili, na tutakuwa na mwalimu Paul, lakini pia tutakuwa na mwalimu Jackson. Na kwa kuendelea na lesoni hii ya siku ya leo, tutaanza na sehemu inayosema ni kwa manufaa yenu. Ni kwa nini mwandishi aliweza kutupatia kisa kama hiki, au aliweza kutupatia kichwa kizuri namna hii tuweze kujifunza? Na mwalimu Jackson, karibu kwa utangulizi wa sehemu hii. Tukiangalia katika hichi kipengele, ni kipengele cha kipekee sana. Ndiyo. Kwa sababu kupitia kipengele hichi tunaweza kuangalia kwamba Yesu kipindi anaelekea kuondoka kuacha wanafunzi wake aliwapa taarifa. Na pia katika kipengele hichi ndio kipengele ambacho tunaweza kusema kama ni baba anatoa uhusia. Ndiyo. Unaweza kuongea na mzazi wako maneno mengi siku za maisha yake yote, lakini unapofikia mwisho ule anakupa sasa ujumbe mzito. Ni kidogo lakini ni wa kuzingatia. Kwa hiyo tukiangalia hichi ni kipengele ambapo Yesu anatoa uhusia kwa wanafunzi wake. Anawaambia uhalisia kwamba mimi nafanyeje? Naondoka. Ni jambo ambalo lilikuwa linawauma, hata wanafunzi kulikubali ilikuwa jambo gumu sana, kwa sababu wametembea na Yesu, amewajali, wamekula pamoja, wamezunguka pamoja, wameenda kila sehemu. Sasa Yesu anapoambia ataondoka, na atakapoondoka yeye ni vyema yeye kuondoka, hawaelewi. Kwa sababu hata wewe umekana mtu umemzoea, lakini akwambia mimi nikiondoka itakuwa bora zaidi. Wewe kweli mwalimu Paul utamuelewa? Hapana. Si ngumu. Kwa wanafunzi ilikuwa ngumu kuielewa, yani ilikuwa ngumu kuimeza. Kwa iliwawia utata, lakini Yesu alizidi kufanyaje? Kuwatia moyo, akiwaandaa vyema, kwa sababu alijua kuna wakati mgumu ambao wanafanyaje? Wanaupitia. Na alifahamu ile hali ambao wanafanyaje? Wanaipitia. Lakini tumaini alilolitoa kwa wale wanafunzi wake, aliwaambia ina manufaa hii, kwa sababu nikiondoka mimi atakuja Roho Mtakatifu, ambaye Roho Mtakatifu atafanya kazi kubwa zaidi, kwa sababu Yesu pale alikuwa na wanafunzi wake, lakini Roho Mtakatifu anavyokuja anakaa na Rugimba, ananifariji mimi, anamfariji Yehudia hapa. Unaona
Kwa hiyo kuondoka kwa Yesu kuja kwa Roho Mtakatifu kulikuwa na manufaa zaidi. Umeona mwalimu? Pia kitu kingine kwenye maisha, hata kwenye maisha tunayoishi, kuna wakati kuna vitu ambavyo tunavyo vikiondoka kwenye maisha yetu tunaumia, tunasema Mungu, nilikihitaji hichi, nilikiona ni cha thamani. Lakini Yesu anakuambia kile nitakachokuletea ni bora zaidi. Kwa hiyo tunamjifunza Mungu kwamba Mungu hutoa kile kilicho bora. Unapopoteza hichi atakileta kilicho bora zaidi. Tunaangalia Roho Mtakatifu anakuja. Alivyokuja unaona mabadiliko. Wale wanafunzi kipindi cha Yesu ni tofauti na kipindi cha Roho Mtakatifu amekuja, wakafanya kazi kubwa, watu wengi wakaongolewa. Unaona maisha sasa ya wale wanafunzi wa Yesu wanaonyesha mienendo mpya, wanakuwa na maisha mapya. Kwa hiyo tunaangalia kwamba sisi tumenufaika sana kuliko wale ambao walikuwa na Yesu. Ukisema leo hii kwamba ningemuona Yesu ningemwamini, wewe unajidanganya. Lakini sisi tumepewa nafasi kubwa sana. Tunaye Yesu, kila mtu anaye Yesu kwa wakati wake. Mwalimu po akihisi huzuni au kutokuelewa, Roho Mtakatifu anakuwa mfariji kwake. Kwa hiyo hichi kipengele kimeweza kutufundisha hivi, na pia ndio wosia wa mwisho ambao Yesu alikuwa anautoa. Kwa hata sisi ni sehemu ambayo tunatakiwa kujifunza kila wakati wa maisha yetu. Ndio. Nikawa na waza pia na kujiuliza wakati fulani kwamba kwa nini aseme kwamba huu wakati ambao nitakapoacha itakuwa bora zaidi kuliko hivi nilivyo na mimi. Nasema ikiwa Roho Mtakatifu ni Mungu, Yesu pia ni Mungu, inawezekanaje kuondoka kwa Yesu iwe bora zaidi, kwamba tuseme Yesu ni mdogo kuliko Roho Mtakatifu? Ndipo nikapata majibu kwamba alichokuwa anamaanisha kipindi anao wanafunzi, yeye ndiye alikuwa mtendaji mkuu wa mambo mengi, na yeye alikuwa kama role model na mwelekezaji wa yale ambayo watayafanya wakati yeye hayupo. Na ili wafanye ilibidi yeye aondoke. Nikajaribu kuianisha na mfano mmoja. Leo mfano sisi hapa ni wanafunzi, tunapokuwa darasani, mwalimu anapofundisha, yeye mara nyingi huwa ndiye mzungumzaji mkuu. Na mara nyingi wanafunzi kuzungumza chochote inawezekana ikawa nadra sana. Na muda wa wanafunzi wa kufanya sasa yale ambayo mwalimu aliwaelekeza, hususan katika vipindi vya mitihani, mwanafunzi ndo anakuwa na nguvu ya kufanya mengi, mfano kuandika na kufanyaje vingi sana ambavyo mwalimu alivifundisha wakati wao wakiwa kimya kwa wakati fulani. Kwa hiyo hiki ndicho nikawa nimekielewa, kwa sababu Yesu alikuwa nao kwa muda ule, yeye alitumika kama mwelekezaji wa wao kufanya pindi yeye asipokuwapo. Amina. Ndio, amina sana mwalimu Jackson pamoja na mwalimu Po kwa kuweza kutuelezea vizuri kwa manufaa zaidi. Wakati fulani nikawa nawaza, ukiwa kwenye chumba cha mtihani unakuwa peke yako, unajaribu kukumbuka mwalimu alisema nini, lakini haukumbuki kwa bahati mbaya. Kumbe pale ambapo mwalimu anaondoka ndipo anakufanya wewe kuwa imara zaidi kupitia kile alichokuwa anakufundisha. Naam, hivi ndivyo tunavyoendelea kubarikiwa na lesoni yetu ya juma hili, na ikiwa tunaelekea katika kipengele kingine ambacho kinasema maumivu yana mwelekeo. Na mwalimu Paulo, karibu kwa kipengele kizuri kabisa hiki, uweze kutuambia ni nini umeweza kukipata kupitia kichwa hiki. Asante sana mwalimu. Maumivu yana mwelekeo. Katika kipengele hiki nikawa ninajiuliza wakati fulani tunaweza tukawa tunapitia maumivu sana, lakini tafakari alivyosema hapa kwamba maumivu yana mwelekeo. Ni mwelekeo gani huu sasa? Maumivu haya yanayozungumzwa ni maumivu ambayo wangeyapitia kipindi yeye hayupo. Na kama ambavyo Yohana ile 16 kisoma ile 32 33 pale anasema kwamba watapitia mambo magumu wakati fulani, lakini yeye anakuwa pamoja nao. Kuna mahali fulani anazungumza hivyo. Kwa hiyo lakini pia nikanukuu neno moja kwamba huzuni yao ama maumivu yao yatageuka kuwa furaha. Na wakati fulani wao wakiwa wanaumia, ulimwengu unafurahia. Ulimwengu unafurahia. Lakini kuna kuja jambo la pekee la kinyume chake, huzuni yao inageuka kuwa furaha. Yes, Yohana 16 aya 20, huzuni yao inageuka kuwa furaha. Mtalia na kuomboleza, lakini ulimwengu utafurahi na huzuni yenu itakuwa furaha. Wakati fulani kile ambacho tunakingojea zaidi inawezekana tusikipate sana kwa dunia ya leo,
tukaishi katika maumivu fulani na nini mpaka hatima ya maisha yetu duniani ikafika. Lakini inawezekana pia tukapata pumziko katika kupitia maumivu tunayopata, tukapata pumziko duniani. Hata hivyo isipowezekana, kuna tumaini kubwa zaidi kuliko ambavyo tunatarajia, na tumaini pekee ambalo linazungumzwa ni tumaini la yeye kuja kutupumzisha. Nukuu aya fulani katika Warumi, Paulo anazungumza Rumi 8:18 kwamba nahesabu mateso ya wakati huu kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu baadaye. Kwa hiyo naweza nikateseka sana katika ulimwengu wa leo, nikapitia maumivu, nikalia, nikafanyaje mambo fulani ambayo ya kunitesa sana. Lakini tumaini hilo kuu ni kwamba yeye wakati anawaacha anasema siwachi hivi, nitarudi tena kwenu ili mimi nilipo niwe, tukirejea sura zilizopita. Kwa hiyo haya yote yanatupatia faraja kwamba maumivu ambayo tunayapitia haiwi hivi. Anasema haidhuru maumivu yanakuwa makali kiasi gani, yanatimiza kusudi na yakituongoza kwenye kitu chenye matumaini na kizuri. Maumivu yanaweza kuwa yenye mwelekeo, yakitupeleka mahali fulani pazuri, na utimilifu halisi wa ahadi hii utakuwa wakati Kristo atakaporudi. Amen. Kwa hiyo Kristo atakaporudi ndio itakuwa utimilifu halisi wa ahadi hii. Wakati mwingine tunaweza tukapata pumziko hapa duniani, tukapata tena dhoruba kidogo, tukapata pumziko, tukapata dhoruba, lakini ile pumziko la kweli na halisi na utimilifu wa ahadi hii Yesu atakaporudi. Amina. Barikiwa sana Mwalimu Paul kwa kuweza kutuelezea kwamba maumivu yana mwelekeo, na tumepata matumaini kidogo kupitia sehemu hii. Na hivi ndivyo tunavyoendelea kubarikiwa kabisa na kipindi cha siku hii ya leo. Na usiache kufuatilia lesoni. Siku zote huwa napenda kusema lesoni ni tamu. Na ni tamu pale ambapo unakutana na ahadi za Mungu kama hivi. Zinaendelea kukutia moyo katika safari yako ya Ukristo. Hakika. Naam, tunasonga mbele kabisa tukielekea katika kipengele kingine kinachosema Baba mwenyewe anawapenda. Naam, Mwalimu Jackson, karibu kutuelezea katika kipengele hiki. Tukiangalia katika kipengele hichi, ninajifunza mambo mengi sana, kwa sababu kwenye maisha haya kuna wakati unatumia muda mwingi kuzungumzia kuhusu matatizo yako binafsi. Unasahau kuhusu matatizo ya watu wengine. Ukitukuza kimfano mtu na marafiki zake wamekaa, wanapiga story, mara nyingi kila mtu anaongelea story ambayo aliona ilikuwa yani anaelezea hali zake binafsi, lakini tunamuona Yesu kuwa tofauti sana. Yesu alikuwa anauendea wakati mgumu, na sio kwamba hakufahamu, alifahamu vizuri, lakini tunamwangalia kitu cha pekee alichokizingatia. Aliwaangalia wanafunzi wake, aliona kwamba kuna hatari wanafanyaje, wanaijia, akazidi kufanyaje, kuandaa vyema. Kwa hata sisi katika maisha yetu kupitia somo hili tunajifunza kwamba kuna wakati itatubidi tusiangalie sisi hali tunayopitia. Tunapitia magumu, lakini tuwatie moyo watu wengine. Pia kitu kingine, kuna wakati unapoteza tumaini. Yesu hapa duniani alipoteza tumaini lote. Hamna mwanadamu yoyote aliyejali kuhusu kile alichokipitia, lakini aliyejali ni nani? Ni Mungu peke yake. Lakini wanafunzi wao walichanganywa na zile taarifa za Yesu alizowaambia. Cha kwanza, Yuda atafanyaje? Atamsaliti, Petro atamkana. Kwa zile taarifa ziliwachanganya kichwa, kwa walipoteza focus. Lakini Yesu alizidi kufanyaje? Kuwatia moyo. Lakini Yesu tunaangalia baada ya kupoteza tumaini kwa nani? Kwa wanafunzi wake, lakini Baba yuko pamoja naye, anazidi kumtia moyo, anazidi kumfanyaje? Kumuimarisha. Tunaangalia hata wanaenda katika maombi, wanafunzi wake wanalala, lakini Yesu anabaki kusimama na Baba anazidi kuwa pamoja naye. Kwa hiyo tunaweza kujifunza kwamba kwenye maisha haya kuna wakati tutapoteza vyote. Marafiki tunao tarajia angekuambia pole, haoni wala hathamini kile unachokipitia, lakini Mungu wa mbinguni anafanyaje? Anathamini. Kwa kupitia maandiko tunaweza kumjifunza Yesu, tukaangalia Yesu alivyo, tunajifunzaje kwake kwamba yeye anatujali, anajali wengine zaidi anavyojijali yeye binafsi. Lakini pia tulifahamu kwamba mfariji halisi ni Baba wa mbinguni. Mfariji halisi ni Mungu wa mbinguni, kwa sababu yeye anajua hali tunayopitia na situation mbalimbali tunazofanyaje, tunazozipitia. Naam, amina sana. Na wakati fulani Mwalimu Paul
Nikawa najaribu kufikiria, Yesu anawatia moyo wanafunzi. Ungekuwa wewe ungeweza kupata hata muda wa kusema uwatie moyo angali na wewe uliwahi kupitia? Ni katika hali ya kawaida mtu ungeanza kusema kwamba mnaona mimi niliwahi pitia hiki, niliwahi pitia hiki. Hichi ndicho tunachofanya sisi kwa sasa, lakini tunajifunza kupitia yeye. Hakuweza kuangalia changamoto alizozipitia, ila aliwatia moyo wanafunzi waweze kusonga mbele kwa kazi yake. Kumbe inawezekana kuwatia moyo wengine pia, ili hali na sisi tunapitia magumu. Inawezekana. Magumu yale yakatukuzwa Mungu. Amina. Na hivi ndivyo tunavyoendelea kubarikiwa na kipindi chetu kizuri kabisa cha Bobea Andikoni kupitia lesoni hii nzuri kabisa, na tukiwa tunaelekea kabisa kumalizia, lakini endelea kufuatilia somo hili la siku ya leo ambalo linaendelea kutubariki kupitia lesoni hii. Na tutaenda kwenye kipengele kingine ambacho kinasema amani ya Kristo katika mateso. Na mwalimu Po, karibu kutuongoza katika kipengele hiki. Asante mwalimu. Amani ya Kristo katika mateso, hii ni sehemu ambayo inatupatia faraja, na zaidi sana inajaribu kutuonyesha ya kuwa mateso si sehemu ya kutazama. Ndio. Yes, sisi tutapita kwenye mateso, inawezekana tukapitia magumu fulani, lakini yale magumu isiwe mada kuu kwetu. Zaidi sana tumtazame yeye ambaye anarahisisha hayo magumu. Na kikubwa zaidi ambacho tunafundishwa kuishi kwacho ni kuzitegemea sana ahadi ambazo yeye anatupatia. Ahadi zake ni za kweli. Na yeye, kwa sababu isingekuwa hivyo, kuna mahali tulijifunza somo la 3 kama sikosei ni hivyo, kwamba ile sura 14 kwamba naenda kuandalia mahali, akasema kama sivyo ningaliwaambia. Maana kila kitu anachosema ni amini na kweli. Ndio maana kuna maneno nasema amin amin. Kienda kwenye tafsiri ya lugha za asili, amin amin inamaanisha hakika ama kweli nawaambia, kweli nawaambia. Sasa yeye anatupatia amani iliyo ya kweli, kwamba yeye ni mkuu kuliko mateso na changamoto tunayopitia. Na kwamba ahadi, anasema kwamba yeye aliahidi kutoka kwake kuna upendo na huruma. Lakini zaidi pia anafanya kusafisha hekalu la roho. Lakini pia kupitia hayo mateso ambayo amani anayotupatia ni kuwafanya watu kuwa na tabia kama yeye. Yes, tunajifunza kuwa na tabia kama yeye. Tabia ya yeye ilikuwaje? Yeye alikuwa anajali, ana huruma, upendo ndio jina lake. Kwa hiyo hayo yote ni sifa za kwake, na anasema kwamba hayo alituambia ili tuwe na amani ndani yake, na kwamba ulimwenguni kuna dhiki, lakini tujipe moyo kwa kuwa yeye ameshinda. Sasa nikajiuliza kwamba ulimwenguni kuna dhiki, na hiyo dhiki tunaenda kuipitia sisi, lakini tujipe moyo, yeye ameshinda. Kwa nini asiseme kwamba mjipe moyo kwa kuwa mmeshinda? Nikajipa majibu kwamba wakati tunajifunza masomo yaliyopita tuliambiwa kukaa ndani yake katika somo la mzabibu. Yes, kukaa ndani yake. Sasa somo hili linaendelea kuaksi kwamba hapa anazungumza tayari tukiwa tumeshakaa ndani yake. Kwa kuwa yeye ameshashinda, basi na sisi tumeshinda kwa kuwa tuko ndani yake. Amen. Yes. Na nukuu nyingine ambayo pia shiriki kwa wakati huu nasema aminie kusimama kwenye baraza la mahakama kwa ajili ya ukweli, Kristo asimama kando yake. Amen. Wakati fulani tunapoitwa mabarazani kutetea imani, wakati mwingine yeye anakuwa kando yetu. Lakini yule anayeamini atakapofungwa katika kuta za gereza, yeye anajidhihirisha kwake na kuchangamsha moyo wake kwa upendo wake. Amen. Japokuwa unaweza katiwa gerezani kwa sababu ya utii wako kwa Kristo, bado gerezani unafurahia. Tukiwakumbuka kina Paulo, kina Petro na wengine waliotiwa gerezani, kina Yusufu huko kitambo, walitiwa katika gereza lakini bado walichangamka na kumtumainia, na hatimaye baadaye waliinuliwa. Lakini nukuu nyingine ya mwisho, anapolazimika kufa kwa ajili ya Kristo, mtu anayemwamini anapolazimika kufa kwa ajili ya Kristo, Mwokozi anamwambia waweza
wanaweza kuua mwili lakini hawezi kuiumiza roho. Amina. Yes, Amina. kwamba wewe hata kama wataenda kukuua usikimbie ikiwa unauawa kwa ajili ya kutetea kweli ya Yesu. Ndiyo. Sasa yeye faraja anayotupatia ni kwamba wataniua tu mwili, lakini roho yangu haitakufa, na baadaye kama ahadi ilivyotuambia atarejea atakuwa na yeye milele. Amina. Asante sana Mwalimu Paul kwa nyongeza nzuri ambayo imetutia moyo sana katika siku hii ya leo. Lakini wakati fulani nilivyokuwa natembea nikakutana na watu fulani wanaongelea kitu fulani. Naomba nijaribu kuongea na walimu wangu alafu tuone hii inakaaje. Ndio. Wakasema tunasema hivi kwamba Yesu aliweza, na tunaendelea na kipindi chetu. Yesu aliweza kushinda, lakini wanasema kwa sababu alikuwa na uungu ndani yake. Ndio. Kuna mtu mmoja akasema kama asingekuwa na uungu ndani yake angeshindwa. Sasa hivi ili katika Biblia tunalionaje? Ni kweli Yesu uungu ndio ulimsaidia kushinda? Maana alikuwa anasema hivi kwamba sisi kwa sasa tunashindwa maana hatuna uungu ndani yetu, ila Yesu alishinda kwa sababu alikuwa na uungu ndani yake. Angevaa binadamu 100% angeshindwa kama sisi tunavyoshindwa. Sasa hili linakaaje walimu wenzangu? Mtu kama huyu tunamsaidiaje ili aweze kujua kwamba hata sisi tunaweza kushinda kama alivyoshinda yeye? Ili tunaweza kulijibu kwamba Yesu alikuwa Mungu 100%, haikataliwi. Ndio. Lakini pia alikuwa na ubinadamu 100%. Na tunaona kuna moment zinapita, kuna nyakati zinapita, maumivu yanamzidia, anaomba. Kwa hiyo katika hali ile ile hali yake ya ubinadamu alikuwa nayo, na ilikuwa tu inawezekana kushindwa pia. Ndiyo. Lakini alitegemea pia hali ya uungu, na kusema hivyo sisi pia tunayo hiyo hali ya uungu 100%. Si amesema anakaa ndani yetu na sisi tukikaa ndani yake. Sasa tunao uwezo kwa sababu tunamwambia yeye aingie katika majukumu haya ya kutusaidia kushinda. Na hiyo yote yule anayejisalimisha kikamilifu yeye anamsaidia, hamwachi peke yake. Mahali fulani tumesoma ile 43:61 Isaya kwamba hawezi kutuacha. 43:1-3 kwamba hawezi kutuacha. Yeye anakuwa pamoja na sisi na mambo kama hayo. Kwa hiyo yeye yupo kwetu na sisi tuko kwake. Pia yeye alikuwa na ubinadamu 100%, lakini sehemu ya ubinadamu ilitegemezwa na uungu pia. Vile vile na sisi tumeambiwa kumtegemea yeye, hatuwezi kujitegemea sisi kwa 100% zote. Amina. Mwalimu Jackson unasemaje juu ya hilo? Kuongezea hapo. Kusema kweli Yesu kila changamoto aliyopitia, uzoefu aliopitia, yani uzoefu aliotumia ni uzoefu ambao tunao sisi kikamilifu. Sawa? Ndio maana tunamuona Yesu anaomba, sawa? Yesu anafanya yale yote ambayo sisi tukusudia kufanyaje? Kufanya. Kwa hiyo kusema kwamba Yesu alitumia uungu, hiyo sio sahihi. Yesu alikuwa, yani katika kila changamoto aliyopitia, alikuwa anaipitia kwa hali ya ubinadamu aliyokuwa nayo. Sasa ukisoma Biblia ndio utaona kwamba kuna situation na kuonyesha kwamba huu ni ubinadamu ulikuwa ukidhihirika hapa hivi. Lakini kwa kila changamoto yoyote Yesu aliyopita hakudhihirisha uungu wake, bali alitumia nguvu za ubinadamu kama sisi tulizonazo. Amina. Lakini kilichomuimarisha zaidi ni kudumu katika kuomba na kudumu katika kuamini nguvu za Mungu. Amina. Jambo la nyongeza lingine, kuna nukuu kwenye Biblia zinasema akalia machozi, kuna sehemu akahisi njaa, na maneno mengine mengi kama sisi binadamu tunavyopitia. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba na yeye pia alikuwa na hali hiyo hiyo ya kibinadamu kama sisi. Amina. Alitegemea uungu kwa ajili ya kushinda yote hayo. Amina. Na ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chako pendwa kabisa cha Bobea Andikoni kupitia chaneli yetu ya SUA SDA Church Media, hivi ndivyo tunavyoelekea kutamatisha kipindi hiki chetu cha leo, na tumejifunza mengi sana kupitia walimu wetu ambao wamewakilisha.
hata wewe ninaamini pia umejifunza mengi, lakini unaweza kushare kupitia komenti yako. Na kwa wale ambao tumekuwa na mitazamo hasi juu ya Mungu, ni kwamba Yesu alipitia changamoto na aliweza kuzishinda. Alikuwa na hali ya ubinadamu, lakini pia alikuwa na hali ya Mungu ndani yake. Sisi tunavyokaa ndani yake ndivyo tunavyoweza kufanya kuwa watakatifu na kushinda yale ambayo tunaendelea kuyapitia siku baada ya siku. Na pia tunapaswa kukaa ndani yake ikiwa yeye ni mzabibu na sisi ni matawi. Na hivi ndivyo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha leo. Tunasema asante kwa kuweza kushiriki, kwa kuweza kutazama kipindi hiki, na karibu kwa juma jingine kwa kipindi kizuri kama hiki. Kabla hatujaweza kufunga, ninaomba kumkaribisha mwalimu mmoja aweze kutufungia kwa ombi. Na mwalimu Paul, karibu. Basi na tuombe. Utukuzwe Mungu uliye mkuu kuliko wakuu wote wa dunia. Utukuzwe Yehova, mfalme wa amani, unayetupenda tangu kuweko kwa misingi ya dunia. Tunakushukuru kwa kuwa katika kipindi hiki umeweza kuwa pamoja nasi. Haya yote ambayo tumejifunza, utusaidie na kutujali ya kuishi kama ambavyo Bwana unavyopenda. Lakini ukambariki ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi hiki popote alipo, kazidi kumpa nguvu na Roho wako Mtakatifu kwa ajili ya uelewa na ufahamu zaidi, na hatimaye maneno haya yakazidi kudumu katika akili zetu, na ahadi zako za kwamba hautatuacha pamoja na maumivu tutakayoyapitia zikazidi kukumbukwa katika akili zetu, ili Bwana tukazidi kufurahi hata katikati ya changamoto, jambo ambalo limeonekana kuwa gumu katika akili za binadamu wengi. Bwana tusaidie sasa tunapofikia hatima ya wakati huu, na uwe pamoja nasi tena kwa kipindi kingine tutakapojaliwa na upendo wako. Tupe nguvu kila mmoja wetu katika masaa haya matakatifu ya Sabato yanapoanza. Uwe pamoja nasi, tuongoze katika tafakuri njema, kukaa pamoja nawe katika mawazo, maneno na matendo. Jina lako Yesu, amen.